Right? I can't see anything. Great. Yeah. This is Mama Nyoka. That's Mercenary Snake Park in Arusha. I've just met her. She farms, but she farms snakes. Why do you love farming snakes anyway? That's my son. Your son? My son did that. Great. Yeah. So I'll be here for like 3 to 4 days, walking through and getting to know snakes from inside out. Stay tuned. Hujambo na karibu katika channel ya Aje Farms, mashamba yanayotembea. Hapa tunaingia katika mapokezi ya sehemu ya utalii. Ni hifadhi ya nyoka, ndege na vivutio mbalimbali vya kitalii. Mapokezi tu hapa unaweza kuona huyu ni chatu ambaye ni skeleton ya chatu, yani alikaushwa akabakizwa mifupa peke yake na akawekwa kwenye kioo. Lakini pia unaweza kuona hapa picha mbalimbali kinaonyesha mijusi, aina za vinyonga mbalimbali, ndege, unaona mamba na vitu kama hivyo ambao tutaenda kuangalia sasa hivi katika sehemu hii. Endelea kufuatilia upate kuona jinsi watu wanavyopiga pesa kupitia utalii. Kuna direction, kuna kwenda bar, sehemu ya kinywaji, lakini tunaenda kwenye majoka. Nikifika hapa unaanza kukuta kuna chatu hapa mla watu. Sijui kalala ama vipi, anakaa humu ndani jumba lake kama unafuga nyoka. Alafu tunaambiwa kwamba ni eneo la hatari sana. Tunatahadharishwa kwamba unapotembea hapa, tembea kwa nidhamu kubwa sana, kwa sababu humo ndani kuna koboko, kuna cobra, kuna kila kitu, kuna chatu. Alafu ndio tunaingia ile eneo lingine kama mtizama huku. Hapa ndio maeneo ya kufuga nyoka. Kila hapa kwa haraka ukitizama chatu sijamuona ule pale. Huyo chatu mla watu katulia pale. Unafahamu? Si chatu mdogo huyo. Wakati nilokuja ulopita alikuwa bonge la chatu mkubwa. Huyo ama mita kama 3. Alafu ukija hapa ndio unakuta kuna swila, nyoka wanaitwa swila kwa Kiswahili, swila, cobra kwa Kiingereza. Huyo anaitwa red spitting cobra ama kwa lugha ya kisayansi inaitwa Naja pallida. Alafu ukitoka hapo ndio unakuja kukutana na nyoka wengine. Hawa ni hatari hao. Akikudunga unyoka huyo, akikung'ata lazima damu yako yote itolewe. Alafu ukiwe damu nyingine inaitwa, unafanywa total blood transfusion, anaitwa boom slang. Baada hapo unakuja hapa, kuna eneo jingine, kuna nyoka huyu hapa olive grass snake, huyu hana sumu. Alafu unakwenda kwenye nyoka mwingine ambaye pia come on, ndio kifutu huyo. Safahamu, huyu ni hatari tupo. Kiung'ata kiungo chako kitaoza kama utopata huduma ya kwanza. Anaitwa Puffer au Bitis avetans kwa jina la kisayansi. Kijua hapa pia unakutana na nyoka mwingine, huyu ni nyoka pia wa kwenye mchanga. Huyu pia hana sumu. Alafu kija hapa unatembea eneo jingine, unaweza kukuta hapa kuna Rufus big snake na pia hana sumu. Nyoka kwa taarifa yako ndugu yangu, ina maana nyoka wengi kwa taarifa yako hawana sumu, tunatishaga tu bure. Lakini usije ukajichanganya, kwa sababu nyoka anafana kwa rangi. Usije ukamshika cobra ukadhani, kumbe ukadhani pengine ni mole snake, utaumia, unaona. Lakini pia hapa ukija unaweza kukuta pia hawa jamii ya mjusi na wametulia hapa, wamehifadhiwa. Alafu ukija hapa pia unakuta kuna nyoka mwingine ambaye ni hatari, moto ukotea mbali. Huyu ndio nyoka ambaye ana meno marefu kuliko nyoka wote. Meno yake ni sentimita 5 hivi. Naona hivi akikudunga anaitwa Gabon adder. Alafu kija hapa ndio unamkuta mwingine black necked spitting cobra. Huyu ni cobra mwingine ambaye anatema sumu. Anatema sumu lakini anang'ata vile vile. Kwa hiyo kabla huja kumpiga ni kazi, unaona. Unasema umemwona nyoka, alafu kasema anaenda kumpiga, tafuta fimbo. Unavyokaribia tu hivi, karusha mate. Unaona? Kwa hiyo unapoenda kupiga nyoka usiende kibwegebwege. Mara nyingi sana ukienda kupiga nyoka unashauriwa pengine kuvaa miwani au kuvaa mask kujikinga na sumu za nyoka, kwa sababu huyu anaweza katema mate kwanza, alafu akikupata tena anakung'ata. Akikung'ata kiungo kinaoza. Alafu kingine huyo, come on. Nimekutana na mkosi. Huyo ndio nyoka aloua mamangu mdogo mwaka 2020. Huyo ndio anaitwa black mamba au koboko. Ushafahamu? Koboko ni hatari, mtu akuta mbali. Huyu ndio anasema, kwa baadhi ya watu maeneo mengine anasema ni nyoka ambaye anaonekana huwa kama anawika vile. Lakini sidhani kama ni kweli. Pengine kama ushaikusudia anawika, tuambie. Lakini pia ni nyoka ambaye anaweza uwezo kusimamisha sehemu
robo tatu ya mwili wake, na ana kasi zaidi kuliko nyoka wote duniani. Ni nyoka ambaye ana mkorofi zaidi, the most aggressive snake in the world, na ni nyoka wa pili kwa ukubwa wenye sumu baada ya king cobra. Huyu ni hatari huyo, koboko au black mamba. Ameitwa black mamba si kwa sababu ya kitu kingine, bali kwa sababu ya kinywa chake. Kinywa chake ndani ni cheusi. Kinywa chake ni cheusi, ndio maana akaitwa black mamba. Na maana black mamba ni kifupi tu cha black mouthed mamba. Huyo koboko huyo. Alafu mwingine, huyu hapa ni green mamba. Ukijichanganya black mamba na green mamba ni jamii moja. Unaona? Hawa ni jamii ya mamba. Nyoka ambao pia wana sumu kali sana. Lakini nyoka huyu naye pia hatari yake pia sumu yake ni neurotoxic. Tofauti na ule black mamba. Black mamba sumu yake inaua moyo, alafu inaua na mfumo fahamu. Black mamba koboko ana sumu mseto ambayo inaua moyo, alafu inaua mfumo wa fahamu. Lakini uzuri wa huyu ana sumu aina moja, neurotoxic, inaua mfumo wa fahamu. Kwa black mamba wanasema ni nyoka wa hatua 7 tu. Ukitembea hatua 7, mara nyingi kama hujapata huduma ya kwanza unaanguka, una collapse, unapoteza fahamu. Kama hujapata huduma ya kwanza ndani ya nusu saa mpaka saa moja, kwisha habari yako, wanaenda kuzika. Alafu kwa hapa Eastern hapo kuna cobra mwingine ambaye amejificha pale. Bonge la cobra wewe. Unaona. Alafu pengine kwa hapa unaweza kutembea katika maeneo mbalimbali, ni mweusi pale katulia zake pale. Huyo ni cobra mwingine. Sifa ya cobra kwa ujumla wake, ukisikia nyoka yote anaanza na neno cobra, king cobra, red spitting cobra, ama eastern forest cobra, ujue tabia yake kubwa sana huwa anavimbisha tu shingo kwanza. Ndio sifa yake kwanza. Anavisha fimbo na ni shingo hii na tuna, alafu ndio anakuja kushambulia. Kwa hiyo wana sifa ya kuvimbisha shingo. Anapanua shingo hivi, alafu ndio anakuja mazima. King cobra au hiyo red spitting cobra. Ukimwona nyoka yote ambaye anavimbisha shingo kabla ya kuja kushambulia, ujue ni cobra. Alafu tuenda huku ndani pia kuna black mamba mwingine. Come on, bonge la nyoka. Huyu ni black mamba, ni koboko mwingine ambaye anaweza kufikisha urefu wa mita mpaka mita 3 hata zaidi. Kuna wakati anaweza kufikisha hata mita 4 na zaidi. Na ole wako jichanganye, ukijitia mbio anakunasa, kwa sababu ukiwa ndani ya urefu wake, kwa mfano yeye ana mita 4, alafu na wewe uko ndani ya mita 4. Kwa maneno ya soka unasema uko ndani ya 18 zake. Hapo unashauriwa kutulia. Umeona? Hapo unashauriwa kutulia, usikimbie. Utulie pale pale ulipo mpaka atafika muda ataondoka. Kama uko ndani ya 18 zake, labda nyoka unayemwona yule pale anaweza kana mita 3 na wewe uko ndani ya umbali wako wa mita 3, hapo umeshaingia kwenye 18. Hapo unasimama kama mlingoti au sanamu ili umwache kwanza apite zake, aende zake. Lakini ukijitia mbio au kujitikisa, mara nyingi hapa atakushambulia, na mara nyingi ugonga sehemu za kichwani au mabegani au shingoni, kwa sababu ana uwezo wa kusababisha asilimia 75 ya mwili wake. Ni hatari kubwa sana huyo black mamba. Lakini kuna nyoka mwingine huyu hapa, jamii wale mambas, na hapa tunaweza kumalizia kwa haraka tuseme ni majoka matupu kila pahala. Lakini kuna huyu hapa Egyptian cobra, asili yake ana historia na yule mtawala wa Misri enzi zile, Cleopatra, ambaye alijingatisha nyoka huyu alipoona maadui kwenye utawala wa Misri. Unajua kwenye falme mbalimbali kuna mtawala wake alikuwa anaitwa Cleopatra. Baada ya kuona kwamba ananyemelewa na maadui, anaelekea kushindwa, alichukua nyoka huyu Egyptian cobra, cobra wa Misri, akajingatisha, na alipojingatisha akapoteza maisha. Kwa hiyo alicommit suicide. Sasa na mtu ameze sumu, unaona, kwa kutumia nyoka. Alijingatisha ili maadui wasiweze kumpata. Bahati mbaya ana jina baya zaidi. Ana jina ambalo linafanana na jina langu. Ndio ubaya ambao namchukia au ninampenda. Anaitwa Naja Aje. Wakati mimi naitwa Aje Farms. Sasa ni hatari. Naja Aje, lakini mimi naitwa Aje Farms. Huyu hapo nyoka ambaye ni cobra wa Misri. Naja Aje, jina la kisayansi. Lakini kuna mwingine hapo, black mamba mwingine. Cobra. Cheza naye yule pale. Anakakuruka. Dakika moja tu anakumaliza. Yule pale. Na akilenga haachia, anaandaa hapo, kishaandaa sumu hapo. Come on, huyo pale. Anakuja kugonga. Come on. Anakuja kugonga dakika moja tu hapa, anakuja kupasua. Okay. Yule pale black mamba. Una rangi yake sio nyeusi kama unavyofikiria, sio nyeusi, na watu wengi hujichanganya. Unaona?
hapa anajiandaa hapo, akilenga aachii. Unaona, watu wengi hujichanganya kusema black mamba eti ni nyoka yote unayemuona, wakidhani kwamba anakuwa mweusi. Si mweusi kama vile unamwona hapa, huyu si mweusi, lakini ameitwa black mamba kwa sababu kinywa chake ni cheusi. Angalia hapa, amekaa standby muda wote, akipasua umeondoka duniani. Umeona yule pale mole snake, huyo ni nyoka ambaye ukimpata unaweza kucheza naye. Ni nyoka mrembo, ana sumu, anaitwa mole snake au Pseudopsis cana, jina la kisayansi. Na akiwa mrefu anaweza kufisha mpaka mita 1.5. Mwingine hapa kajilalia tu, wanapenda kukaa chini kwenye udongo, wanaingia kwenye mashimo ya panya, wanakula panya na wanatulia zao. Hawana shida kabisa. Ukimpata unaweza kumshika kwa mkono. Kazi ni kumtofautisha na nyoka wengine. Na kwa hiyo hawa nyoka wote unaosikia kama mole snake anaua kitoweo chake kwa kuviringisha tu, kwa sababu hana sumu. Kwa hiyo atajiviringisha kwenye kitoweo kile mpaka akinyonge, akiweza kupoteza maisha, na nyonga hapa, na nyonga kila sehemu, na vunja mifupa, alafu ana meza mzima. Unaona, ni sawa na huyu hapa nyoka ambaye anakaa kwenye nyumba, anaitwa brown house snake. Mara nyingi jioni utamkuta ameingia ndani. Sasa mtoe kwa mkono, mpeleke nje aende zake. Unamwona tena yule pale pengine Gabon adder mwingine huyo. Ni jamii ya kifutu. Nyoka wale wote ambao kama ukisikia puff adder ama Gabon adder, wale wote wana daraja lao, familia yao inaitwa Viperidae. Viperidae ni nyoka ambao vichwa vyao ni pembe tatu, na asili yao badala yake wanazaa vitoto. Wanazaa vitoto, hawatagi mayai. Na maana mayai yanabaki tumboni, yanapasukia tumboni, alafu anazaa watoto kama watoto. Nyoka walio wengi, asilimia kubwa wao, nyoka wengi wanataga mayai, oviparous. Lakini huyu hapa badala yake anataga mayai tumboni, lakini anapasukia tumboni, alafu anazaa vitoto, oviviparous. Tofauti na binadamu ambaye yeye uzaa mtoto kutoka kwenye uterus, ni viviparous. Kwa hiyo kuna vitu kama vitatu hapo: oviviparous, viviparous na oviparous. Alafu tunakuja hapa, huyu ni Mozambique spearing cobra. Ni cobra mwingine ambaye ukimgusa anakumaliza. Huyu anakutemea kwanza sumu, alafu anaweza kukung'ata vile. Kwa ana silaha mbili. Akiona unakuja atakutisha, anatema kwanza sumu kwenye macho. Analenga macho mara nyingi. Na sumu yake ikikupata kwenye macho utapata upofu. Kwa hiyo haraka sana ukiendapo atakutemea sumu, cha kwanza pambana. Hapo unaona kwenye kioo, kwa haraka unaweza kuona vimadoa ile. Hiyo ni sumu alijaribu kutema anapokuwa amefugwa hapa. Kwa hiyo akitema mara nyingi analenga sehemu, ananyanyua kwa sababu ni cobra. Kwa hiyo kumbuka, atanyanyua kichwa namna hii, alafu atalenga macho, atarusha sumu pwa, mara nyingi sio mara moja, pwa, unapokaribia pwa. Alafu ukishianani zaidi unaweza kuingia upofu ndani ya muda mfupi kama usipopata huduma ya kwanza. Unashauriwa akishakutemea sumu kwenye macho, jitahidi sana kuweza kuosha macho yako kwa haraka na maji ambayo ni safi haraka iwezekanavyo. Lakini pia anaweza kung'ata, ukimkaribia zaidi atakung'ata. Aking'ata lazima upate huduma ya kwanza kama ambao tumewahi kuelezea katika huduma ya kwanza kwa mtu aliyeng'atwa na nyoka. Nje hapa unaweza kuona tena green mamba mwingine. Unaona? Angalia anaponyanyua kichwa. Halafu useme bwana, nimeona nyoka wa kijani hana shida. Huyu anakupasua. Na bahati mbaya sumu yake ni hatari sana, kwa sababu sumu yake ni neurotoxic. Kichwa chake tofauti na boomslang. Huyu ndio kichwa kama pembe nne kidogo. Ndio pembe nne. Yes. Huyu hapa ni green mamba. Kama nilivyokueleza, anataka kufanana kabisa na boomslang. Boomslang hiyo ni hatari, nyoka kwenye miti. Wote katika hali ya kawaida unaweza kuona wakati mwingine wanakuwa kama vile wa kijani, afu ukafanya bwana, nimekutana na nyoka wa kijani, sijui nini. Kumbe unaenda kucheza na sumu, kwa sababu yule boomslang wa kijani, yule boomslang wa kwanza ambaye ni kijani, nyoka wa kwanza, akikung'ata mara nyingi damu yako itashindwa kuganda, utavuja kila sehemu, mdomoni, masikioni, puani, kila kitu utavuja. Na kumbuka, ukivuja muda mrefu unapata anemia, unaingia kwenye shock, unakufa. Unaona, huyo boomslang. Lakini nje na pale, huyu hapa green mamba ni hatari pia, kwa sababu sumu yake pia inaenda kuparalyze mfumo wako wa fahamu. Unaweza kupiga stroke tu, viungo vyote vikasimama kufanya kazi, kwa sababu ana hatari kubwa sana. Sumu yake ni neurotoxic, ni hatari kubwa sana.